Tuelekee pale maeneo ya Ukambani, na ni kwamba waziri wa usalama Kipchumba Murkomen na viongozi wa ngazi za juu katika wizara yake wanaendeleza makala ya pili ya mpango wa jukwaa la usalama kwa siku 3 zijazo katika ukanda wa mashariki, kaunti za Kitui, Makueni na Machakos, ili kuweka dhabiti mihimili ya usalama na uongozi wa kitaifa maeneo hayo. Laban Shaban, sasa tuungane naye mubashara atujuze zaidi. Wapo unanipata Laban Shaban, hebu tueleze ni yapi ambayo tutapaswa kufahamu zaidi kuhusiana na jukwaa hilo? Shukran jazilan Wakesho, ukiwa pale studio tunasema shukran jazilan. Tunakujieni mubashara kama alivyosema Wakesho katika shule ya upili ya Kitui katika kaunti ya Kitui. Ukitaka kujua ni nini kinajiri katika mazingira, nenda kasikie sauti ambazo zinatoka kwenye mazingira. Inaweza kuwa ni mto, inaweza kuwa ni sauti za ndege, utaweza kuelewa ni nini hasa kinajiri. Na ndio maana tuko hapa katika mabaraza haya ambayo yanaendelea kama anavyotuonesha hapa Chepkuony, ni kwamba ni baraza ambalo linaendelea ili wizara ya usalama na uongozi wa kitaifa uweze kusikia wananchi kutoka kaunti ya Kitui wana matatizo gani. Yapo mambo 5 muhimu ambayo yanaangaziwa, ambapo waziri Kipchumba Murkomen amefika hapa katika eneo la Kitui kuhakikisha kwamba anatathmini hali ya usalama katika eneo la Ukambani, akianza na Kitui ya kwenda Makueni, alafu pia amalizie katika eneo la Machakos kabla ya kwenda katika maeneo mengine ya humu nchini. Mambo mengine ambayo ni muhimu ni kuweza kuongea na viongozi wa mitaa, kuongea pia na maafisa wa usalama na wale ambao wanahusiana na kamati zile za usalama, kuhakikisha ni njia ipi ambayo wananchi wanaweza kuhakikisha kwamba usalama wao unagandishwa kabisa. Ni njia ipi wananchi wanaweza kuwa na mshikamano mkubwa, na ndio maana kunakuwa na mabaraza haya, na wakizungumza hapa wanaweza kusikia sauti zao, waweze kuangalia ni nini wanaweza kufanya, kama alivyosema Kipchumba Murkomen kwamba yuko hapa kuangazia masuala hayo, ikizingatiwa kwamba hali ya mgogoro wa ardhi na umiliki, kukosa hati miliki, imekuwa ndio hali tete kabisa kwa wakazi hapa, na ndio maana wako hapa kuhakikisha wakiwa na viongozi wote wa usalama katika wizara ya usalama wanaweza kuangazia masuala haya. Pia Kipchumba Murkomen ambaye ni waziri ameangazia hilo swala ambapo watu 2 waumini wa kanisa la Melkio St. Joseph's kule Rongo, Migori walifariki na wengine 57 kukamatwa katika kituo cha polisi. Wanasema hawawezi kurejeshwa nyumbani. Wanapotaka kurejeshwa ni katika kanisa hilo lao ambalo linaaminika kwamba linaendeleza itikadi kali na watu 2 kufariki pale. Bwana Kipchumba Murkomen amekwisha sema kwamba ile kamati ambayo ilikuwa imeanzishwa na Mutava Musyimi na kuwasilisha ripoti hiyo basi itafika katika baraza la mawaziri kuhakikisha kwamba mapendekezo yote yanatekelezwa. Kwa hivyo hebu tumsikize alivyosema Kipchumba Murkomen. Kuna chache ambazo tunasema kwamba ni cults ama ni dini bandia ambayo wana itikadi ambayo haiambatani na katiba na haiambatani na sheria ya Kenya. Na kama vile mulisikia ile mambo ya Rongo, kwanza nataka kushukuru askari wetu na majasusi kwa ile kazi walifanya kwa sehemu hiyo, kuhakikisha ya kwamba tumedhibiti ile shida ili karibu itokee huko Rongo, karibu ifanane pia na yale ilifanyika huko Shakahola. Na ningependa kushukuru kwa sababu hiyo swift action ya askari wetu na idara ya polisi imesaidia kuhakikisha kwamba tumeshika wale wote ambao wamehusika. Haya, hiyo ndio kauli yake Kipchumba Murkomen. Bado tunaendelea kumfuatilia, manake bado atazungumza hapa. Wakesho ningependa kukuambia pia kesho tutakuwa Ukambani, Makueni. Endelea kutazama NTV, pia taarifa zetu za saa 1 na saa 3 tutakupa taarifa hii kwa kina na uketo. Asante sana Laban Shaban. Kesho pia mtazamaji alivyosema, na sisi tutakuwa hapa studioni ili kukupakulia yote yanayotokea majimboni na kukupasha wewe.